Karibu mtazamaji, jina langu ni Mary Kilobi na mtangazaji wa ishara ni William Sila. Siasa za kampeni ya uchaguzi mdogo wa Kericho zinaendelea kuibua hisia tofauti na ugomvi kwenye vyama tanzu vya muungano wa Jubilee. Seneta wa Pokot Magharibi ambaye ni mtetezi wa KANU amemkashifu naibu wa rais William Ruto akidai anawahadaa wakazi wa Kericho na hali Jubilee imeshindwa kutimiza ahadi zake. Aidha, mapema leo naibu wa rais ametoa wito wa umoja katika Jubilee akihudhuria misa ya asubuhi katika kaunti ya Nandi. Na mtazamaji, mwanahabari wetu Hussein Mohamed anatuandalia taarifa hiyo na kwa muda usio kwa mrefu nitaweza kukuletea. Na tukiendelea na taarifa zetu, wakazi wa kijiji cha Waon katika kaunti ya Elgeyo Marakwet wanaishi na roho mikononi kufuatia visa vya kuumwa na majoka hatari. Maafisa wa afya katika kaunti hiyo wamedai kuwa zaidi ya wakazi wawili huumwa na nyoka kila wiki katika msimu huu wa kiangazi. Elvis Kosgei anaarifu. Wanasema ukitaka kumuua nyani usimwangalie usoni. Ndio taswira halisi katika kijiji cha Waon, kaunti ya Elgeyo Marakwet. Hapa msako rasmi unaanza na kinachotafutwa si dhahabu, bali ni bwana mkubwa fulani aliyeamua kujificha humu. Saa chache baadaye huyu bwana anajitokeza asijue linalomtumbulia macho na kupokea kichapo ambacho wenyeji wanadai kwamba hawampigi yeye bali wanapiga dhambi na makosa ya familia yake. Ila joka hili ni moja tu kati ya familia nzima wanaokosesha usingizi wakazi wa maeneo haya. Mathalan, Rael Tumo, mwanamke wa miaka 55, anadai kuwa kuona kifo kwa macho baada ya joka kumtembelea kwake nyumbani kisha kumuuma hapa sikioni. Anadai wengine walioumwa hawajaishi kutuhadithia. Alitemea uso na macho. Alafu tukapiga nduru, watu wakaingia. Na kwa kuwa mwenye nguvu mpishe, majoka haya yanadaiwa kutangamana na wakazi wa maeneo haya yanapobanwa na kiu, hasa katika msimu huu wa kiangazi, jambo linalowavuta wote kutoka msituni na kupapia maji mitoni. All kinds of snakes ni mingi. Sasa tuko hatarini kwa sababu ya watoto wadogo, mbuzi na hata makuku. Wakazi sasa wamewataka wadau wanaohusika kuweka dawa zinazopunguza makali ya sumu ya nyoka katika zahanati ya maeneo haya ili kupunguza maafa zaidi. Mwaka jana tulipoteza mtu wetu mmoja jirani. Tena jirani kabisa. Hatua isipochukuliwa kwa dharura, huenda wakazi wataendelea kucheza ngoma na majoka hayo yanayoendelea kusababisha maafa. Elvis Kosgei, KTN News. Na mtazamaji, miaka 8 iliyopita tarehe sawa na tarehe ya leo, kiongozi wa ODM Raila Odinga na kiongozi wa PNU Mwai Kibaki walisalimiana nje ya Harambee House na ukawa mwafaka wa kumaliza machafuko ambayo yalikuwa yamewatesa wa Kenya kwa miezi miwili. Baada ya mkataba wa maelewano, msuluhishi wa mzozo wa Kenya aliyekuwa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Kofi Annan aliwasilisha orodha ya washukiwa wa machafuko mbele ya ICC kufunguliwa mashtaka. Na leo kwenye awamu ya pili ya Kisengere Nyuma cha mwaka 2008, Paul Nabisu anaangazia mvuto wa ICC nchini Kenya. Waloweza kukimbia fujo walifanya kadri ya uwezo wao. Walofanikiwa kupora mali ya watu wakafanya hivyo kwa hiari. Na moto wa rabsha ulipozidi, hewa ya amani Kenya ikachafuka. Matokeo yake yakawa vifo vya zaidi ya Wakenya 1000 na zaidi ya watu 600,000 wakipoteza makazi yao. Na baada ya mwafaka wa amani, mahakama ya kimataifa kuhusu uhalifu ICC ikawafungulia mashtaka wa Kenya 6 iliyodhania kuwa walichangia ama kufadhili ghasia hizo kwa namna fulani na wakatakiwa kuwajibishwa kisheria. Watuhumiwa wakajumuisha wanasiasa Uhuru Kenyatta, William Ruto na Henry Kosgei, sawa na aliyekuwa mkuu wa polisi Hussein Ali, mkuu wa utumishi wa umma na katibu wa baraza la mawaziri siku hizo Francis Muthaura na mtangazaji Joshua Arap Sang. Please, Mr. Muthaura, would you kindly stand up and introduce yourself by telling us your name, your date and place of birth? Wakenya wakatazama kwa mbali viongozi wao wakisomewa mashtaka yaliyojumuisha mauaji, kusababisha watu kuhama makazi yao na kuchangia mateso dhidi ya binadamu.
Kiongozi wa mashtaka siku hizo Moreno Ocampo akitaka washukiwa hao kuwa funzo kwa Wakenya. Kulingana na wakili Haron Ndubi, ICC imewafunza Wakenya kuhusu tofauti iliyoko kati ya mahakama za Kenya na ICC ambayo huwajibisha watu waliochukua jukumu kubwa wakati wa ghasia. Kuna ile hisia kwamba huenda kura iliyopigwa mwaka wa 2013 ilikwenda vile ilivyokwenda bila machafuko kwa sababu ya hofu iliyotokea kwamba watu wakileta machafuko, wanasiasa waliona kwamba huenda wakaingizwa katika bahasha nyingine mpya wakapelekwa katika mahakama ya ICC. Kwa hivyo kuna ile hisia kwamba huenda ilikuwa kama kikwazo kwa wale ambao wangekuwa na ushawishi wa kufanya fujo. Ruto, Kosgei na Sang walituhumiwa kuchochea ghasia dhidi ya wafuasi wa PNU waliokuwa wakiunga mkono Rais Mwai Kibaki, huku Uhuru Kenyatta akilaumiwa kwa mauaji ya kulipiza kisasi ya Naivasha. Hussein Ali na Francis Muthaura nao wakajukumishwa kwa makosa ya kuwazuia maafisa wa polisi kutumia nguvu dhidi ya wafuasi wa ODM siku hizo, wakikataa kutambua ushindi wa Rais Kibaki. Huku kesi hiyo ilianza kusikizwa mwaka 2013 ikiendelea, kumekuwa na juhudi nyingi za kimataifa na kitaifa kujaribu kuzuia kesi hizo mbili zilizokuwa zikiwakabili Rais Uhuru Kenyatta na naibu wake William Ruto, huku gharama zikiwa nyingi tu na hata kampeni zikielekezwa katika Umoja wa Afrika. Hata hivyo, wakili Haron Ndubi anasema kuwa baada ya kesi ya Rais Uhuru Kenyatta kuporomoka kutokana na ukosefu wa ushahidi, huenda Wakenya wakafikiria vinginevyo katika siku zijazo. Ile trust fund ya mahakama ya kimataifa imesema kwamba haitafungua faili ya Kenya. Kesi ya Ruto inaendelea, lakini kwa hafifu, inaonekana kwamba imedhoofika. Kesi iliyomkabili rais iliisha. Sasa waathirika au waathiriwa wenyewe hawajulikani hatima yao ni gani. Safari ya Hague ilianzia pale tume ya Jaji Philip Waki ilipofanya uchunguzi wake kuhusu chanzo cha ghasia za baada ya uchaguzi na kuwasilisha ripoti yake kwa Rais Mwai Kibaki. Uhusiano wa Kenya na mahakama ya kimataifa kuhusu uhalifu ICC umekuwa ukijadiliwa hata katika ngazi za kimataifa. Lakini ukweli ni kwamba wananchi wa Kenya wameathirika kwa njia moja au nyingine kuhusiana na swala hilo. Je, wamepata mafunzo yoyote kuhusu utaratibu wa ICC? Ilichangia sana, tukawa na amani, tukawa na election ambayo ilikuwa nzuri, na ukaona hata opposition waka-opt kwenda kotini, wakaamua kufuata sheria, wakaenda kotini na tukaokoa maisha ya watu wengi. ICC siwezi sema kwamba ilichangia tusikue na vita, bali ni sisi wa Kenya ambao tuliamua sisi wenyewe. ICC, they were supposed to catch the victims who did the post-election violence. But now I don't see, it's not helping anymore because the people are dropping the case. I can see they are dropping the case right now. So I'm not seeing the thing helping Kenya. Muhimu kutaja kuwa mbali na gharama, washukiwa wametumia mbinu nyingine nyingi tu kukabiliana na kesi hiyo. Kiongozi, uombi na sisi ili Joshua na William Ruto wawachiliwe. Sisi kama watu wa Kenya tunakuangalia. Kama wamama wetu wanapiga magoti kwa manyumbani, kama vijana wetu wanaomba na wazee, wewe ukiwa kiongozi, you are either with us or you are with the enemy. Baadhi ya gharama dhahiri katika kesi hii ya Kenya zinajumuisha ziara za kidiplomasia za kujaribu kuishawishi dunia nzima kuingilia kesi za Kenya siku hizo, ujumbe ukiongozwa na Kalonzo Musyoka kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2013. Gharama za kuandaa maombi kwa washukiwa kabla na baada ya baadhi ya kesi kuporomoka, na safari za siku nyingi kuelekea Addis, Ethiopia kuushawishi Umoja wa Afrika kuiokoa Kenya kutoka katika minyororo ya ICC. Kwa vyovyote vile, ICC ni jina la herufi tatu tu, lakini Wakenya wataikumbuka kwa siku nyingi daima kutokana na misimamo yake isiyotabirika katika kesi za Kenya. As provided for in Article 67. Paul Nabiswa, KTN Leo.
Na mtazamaji, siasa za kampeni ya uchaguzi mdogo wa Kericho zinaendelea kuibua hisia tofauti na ugomvi kwenye vyama tanzu vya muungano wa Jubilee. Seneta wa Pokot Magharibi ambaye ni mtetezi wa KANU amemkashifu naibu wa rais William Ruto akidai anawahadaa wakazi wa Kericho na hali Jubilee imeshindwa kutimiza ahadi zake. Aidha, mapema hii leo naibu wa rais ametoa wito wa umoja katika Jubilee akihudhuria misa ya asubuhi katika kaunti ya Nandi. Hussein Mohamed anaarifu. Uwanja wa siasa katika uchaguzi mdogo wa Kericho unapata taswira mpya ya kuwa jukwaa la kauli kinzani baina ya KANU na URP kila kuchao. Salia wiki moja kwa uchaguzi ambao umevutia wagombea watano, huku kinyang'anyiro ikiwa ni baina ya mgombea wa chama Jubilee Alliance Party Aaron Cheriot na mgombea wa KANU Paul Sang. Mapya yanaibuka katika eneo hilo siku baada ya siku. Katika shule ya Lesero Kipkelio Magharibi, wafuasi wa chama cha KANU walifika kuwarai wakazi hapa, huku viongozi wakisitiza kuwa KANU haipo katika upinzani. For those in doubt, KANU is in government. We have an agreement with the government, the present government, in the Jubilee coalition. All we are saying is that we want those leaders who made promises to our people to keep their promises. Naye naibu rais akiwa katika misa Jumapili eneo bunge la Mgwen kaunti ya Nandi aliwarai wakazi huko wakitaja siasa za ukabila kama kizingiti kwa mafanikio. Tunataka tushirikiane kama watu wa Kenya, tukabiliane na changamoto hizi zote tukiwa one united nation. And that is our mission. Na mimi msimamo wangu ndio huo. Hawa watu wengine wanaendesha siasa hapa ya kabila kidogo kidogo, hii na kona ile. Hawa ni watu ambao watapotea. Kwa upande wake, seneta wa Pokot Magharibi John Nyonyangapo alimkashifu naibu rais William Ruto akidai anawahadaa wakazi Kericho. Nisikia jana a whole deputy president anauliza watu, "Munaenda kutanga nje ya serikali kwa nini?" Sasa tunashtuka, huyu Musa anasema nini? Si yeye ni deputy president ya Jubilee coalition, kumbe ajui manyumba yake yote ile iko ndani. KANU iko ndani. Juzi tu ndio umetafuta kiberiti ati wanataka kuchoma nyumba ya URP, umetafuta mafuta mamwaka ndani, choma watu watoroka nje. Huku uchaguzi mdogo ukiwa ni Machi 7, kampeni zimeingia awamu ya salama, huku mirengo pinzani ikiendelea kuwarai wakazi. Hussein Mohamed, KTN leo. Looking to finance that big asset acquisition? At KWFT, we make it happen. Need to finance that construction project? At KWFT, we make it happen. Need to increase your stock or expand your business? At KWFT, we make it happen. Thinking of increasing your herd or mechanizing your farm? At KWFT, we make it happen. If you can visualize it, yes, KWFT can make it happen. Our SME loans are custom-made to your business needs. You can get a loan from 3 million shillings and above, processed in the shortest time possible with repayment terms of up to 10 years. Visit any of our 232 branches countrywide today and let KWFT make it happen for you too. KWFT Bank. Na mtazamaji, tungependa sana kuendelea lakini muda umetupa kisogo, na basi kufikia hapa tunatamatisha taarifa zetu za KTN leo weekendi siku hii ya Jumapili. Asante sana kwa kuungana nasi. Kesho pia ni siku, Mola akitujalia.